nikiamini ya kwamba Mungu amekuwa nasi tangu tulipoanza kujifundisha kipindi hiki cha kuijua imani, na naamini ya kwamba kuna mengi ambayo umejifunza, na naamini ya kwamba kuna yale ambayo ulikuwa unaona umeenda kinyume ama wafikiria vinginevyo, lakini kupitia masiku ambazo tumejifundisha, basi kutakuwa na marekebisho au matengenezo ambayo unafaa kuweza kuyafanya ili tuendelee kuishi katika ujumbe wetu. Karibuni sana. Salimia jirani, mwambie karibu kwenye ibada ya Sabato. Kwa wale wanaotufuatilia kwenye mtandao, happy Sabbath. Karibuni kwenye ibada tukiwa hapa Bagamoyo, mnaita Kerege. Karibuni tuweze kubarikiwa na mafundisho yanayotoka kwenye kiti cha rehema tunapohitimisha kambi letu siku ya leo, ama ni kesho? Nimechukua kazi ya mwenyekiti sasa, sijui itakuwaje, lakini msijali. Karibuni sana kwa wale wanaotufuatilia kwenye media. Mungu awabariki sana. Karibuni kwa ujumbe. Sasa tulijifundisha mengi kuhusiana na kuijua imani, na tukaona ya kwamba nyakati za mwisho wengi watajitenga na imani wakisikiliza mafundisho yadanganyayo na wakisikiliza roho idanganyayo. Kwa hivyo tukaona ya kwamba hili tusinaswe na mafundisho yadanganyayo pamoja na roho zidanganyazo ama mafundisho ya mashetani. Tunahitajika kuwa waangalifu sana katika safari yetu ya imani. Vile vile tukaona bila maombi hatutaweza kugundua ukweli uko wapi. Maana maombi pia ni silaha mojawapo ya kutufikisha sisi ama ya kutufanya sisi tuelewe ukweli wa wakati. Na pia maombi tukaona yanamshusha Kristo kwetu, na Kristo akiwa kwetu hatutaweza kupotea njia, maana yeye ndio njia, kweli na nini? Na uzima. Sasa leo kwa sababu ni siku ya mwisho, nitahitimisha na ujumbe wetu wa mwisho ambao umekataliwa na ulimwengu baada ya kujua imani na mambo mengi yanayohusiana na imani yetu. Ningependa leo nizungumzie ujumbe ambao ni wa mwisho, na ujumbe huo licha ya kuwa ni wa mwisho pia kwetu kama wana matengenezo, bado kuna changamoto. Bado na sisi tusipouelewa kwa 100% tutapotea. Ujumbe huo unatoka kwenye kitabu cha Ufunuo 14 mstari wake ni wa 6. Msomaji, ningependa twende kwa haraka sana. Anasema, maana hapo ndio kuna ujumbe wetu. Kwa hivyo somo ama kichwa cha somo hiki nimekipatia kichwa kinachosema ujumbe wa rehema wa mwisho. Ujumbe wa rehema wa mwisho. Ujumbe huo wa rehema ndio ujumbe ambao mimi na wewe tunafaa kuamini, na ujumbe huo unapatikana kwenye kitabu cha mwisho, lakini akiitwa kitabu cha mwisho kinaitwa kitabu cha Ufunuo. Tunapotoka kitabu cha Ufunuo tunaenda kitabu gani? Hakuna kingine. Kwa hivyo kama kilivyo kitabu cha mwisho kimebeba ujumbe wa rehema wa mwisho. Kwa hivyo wale ambao hawataelewa ujumbe huo bila shaka watapotea. Bwana Yesu asifiwe. Sasa soma andiko, msomaji. Kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu mwenye injili ya milele, na malaika huyo ako na injili ya milele. Awahubiria hao wakao juu ya nchi, anahubiria hao wakao juu ya nchi, na kila taifa na kabila na lugha na jamaa. Akasema kwa sauti kuu, akisema nini? Mcheni Mungu na kumtukuza. Hapo kuna maagizo ya kumcha Mungu na kufanya nini? Na kumtukuza. Na maana ujumbe huo wa mwisho, watu wanaokaa kipindi hicho cha mwisho hawamchi Mungu. Kumcha Mungu ni kufanya nini? Kumtukuza. Kumcha Mungu ni kufanya nini?
Kwa hivyo kipindi cha mwisho, ili ujumbe huo uje, inamaanisha watu wamependa uovu. Kwa hivyo ujumbe wa mwisho unakuja Kiswahili bala ujumbe huo wa mwisho unakuja ukituita tutoke katika uovu. Ndio naona tunaitanishwa ama tunatumia jina la wana matengelezo. Tunatengeleza tabia, tunatengeleza ibada, tunatengeleza mambo mbalimbali ili tuweze kufikia kimo ama ukamilifu wa kumcha nani? Mungu. Malizia ndiko inasemaje? Anasema mcheni Mungu na kumtukuza. Mungu anawaita watu watoke katika madhehebu yaliyoasi, kwa maana saa hukumu yake imekuja. Wamche Mungu, maana baada ya kumcha Mungu saa ya hukumu iko mbele yao. Soma. Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi. Pia tunaitwa kumsujudia yeye aliyezifanya mbingu na nchi. Yaani kwenye hiyo sentensi tunaitwa kumfahamu Mungu aliye mmoja, aliyeumba mbingu na nini? Na nchi. Hapo ndio kuna issue ya kumtafuta Mungu wa kweli, tuachane na Mungu wa utatu. Mungu hataki tumsujudie wakati hatumjui. Ati Mungu wa fumbo. Hapana, Mungu wetu si Mungu wa fumbo. Mungu amejifunua katika maandiko yeye ni nani. Na Mungu hataki sisi tumwabudu kulingana na mawazo yetu ama akili za shule. Hapana, bali anataka tumwabudu kama maandiko yalivyomweleza. Ujumbe wa rehema wa mwisho unaita watu. Inamaanisha kipindi cha mwisho, licha ya kuwa watu wamenaswa na uovu pamoja na roho zidanganyazo na mafundisho ya uongo, ujumbe wa mwisho unawaita kutoka hapo. Je, watasikia? Mwambie jirani, uko tayari kusikia? Malizia andiko nasemaje? Anasema msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi. Tunaambiwa tumsujudie yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemichemi za maji. Anasema kisha mwingine malaika wa pili akafuata akisema nini? Umeanguka Babeli. Kuna mtu atakuja nisaidie hapa. Kae vizuri kwa full ndio tuweke vitu hapo. Maana hapa niliona kuna nukuu zingine tunaweka kwa Kiingereza ambazo zinahitajika kuchukua muda kutafakari, tuitafsiri kwa Kiswahili. Watu wajue hiyo kitabu ni gani. Kwa hivyo tukiweka hapa sote tutakuwa tunaangalia lao tunasema ni kitabu gani baadaye kwa Kiswahili, si ndio? Siji gombo zilizochaguliwa. Majumbe ni jumbe ama gombo, jumbe zilizo, maana mimi bado sijazoea kuzitamka kwa hiyo lugha. Kwa hivyo itakuwa ni rahisi. Kwa hivyo komesha, mjipange pale, tutakuwa mnatafsiri hizo vitabu. Sasa sikiliza, tunaambiwa aje? Malizia pale. Anasema umeanguka Babeli. Sasa kuna pia wito wa kuwaita watu watoke katika Babeli. Umeanguka Babeli. Mji ule ulio mkubwa, maana ndio ulionyesha mataifa yote. Mvinyo wa ghadhabu ya washarati wake. Sasa sikilizeni. Mahali itakuwa tu sawa, bora ionekane, tutaiachia hapo. Sasa ujumbe huo wa mwisho wa rehema kwetu, ulimwengu bado umekataa kufahamu. Sasa sikilizeni watu wa Mungu. Sisi tunafaa tuelewe huo ujumbe wa mwisho wa rehema, na kuelewa huyo ujumbe tunaona Mungu anatuita tumche na pia tumfahamu ama tumwabudu yeye aliyeumba mbingu na nini? Na nchi. Tunaitwa kwa kumfahamu yeye ni nani. Maana saa ya hukumu imefanya nini? Imefika. Kwa hivyo hatuna ujumbe mwingine kinyume na huo ujumbe wa Ufunuo 14 mstari wake ni wa 6. Hatuna ujumbe mwingine wa rehema. Ukikataa kuelewa hiyo ujumbe, wewe jua yako imefanya nini? Imekwisha. Sasa tunaambiwa hivi katika hiki kitabu sasa
Sasa hii sijui mtatafsiri aje kwa Kiswahili hiki kitabu. Mnapotafakari, kwa kila kizazi imekuwa na ujumbe wa mwisho kwao kabla ya maangamizi kuja juu yao. Tunaona nchi ya Sodoma na Gomora walipewa muda mfupi, yaani muda wa neema. Na sisi pia tunaishi muda gani? Inamaanisha kuna ujumbe ulioko kwenye hiyo muda wa neema. Sasa wale ambao watatumia nguvu zao, uwezo wao na akili ambazo wamepewa na Mungu kuelewa ujumbe wa muda mfupi wanamoishi, wataweza kuangamia kama Sodoma na Gomora na kama kipindi cha Nuhu. Tunaona kwenye kitabu cha Mathayo, msomaji, 25 mstari wake wa 38, maandiko yanasema hivi. 25 Mathayo 38. Sikiliza, anasema tunafananishwa na zama zile walivyokataa ujumbe wao wa neema. Nini kilitokea baadaye? Waliweza kuangamia. Soma hiyo 25:38. Nasemaje? Tena ni lini? 24:38. Badilisha. 24:38. Anasema kwa kuwa kama vile siku zile zilivyokuwa kabla ya gharika, kwa kuwa kama vile siku zile zilivyokuwa kabla ya gharika, watu walikuwa wakila na kunywa, wakioa na kuolewa, hata siku ile aliingia Nuhu katika safina. Lakini Nuhu alipoingia kwenye safina, walitambua, hawakutambua. Kama wangetambua ujumbe wao wa neema kipindi kile, si wangeingia na Nuhu kwa safina? Kwa hivyo hawakutambua ujumbe ambao Nuhu alikuwa nao. Nuhu aliyetambua ujumbe wa neema wa mwisho kwenye kizazi chake, yeye aliingia pamoja na familia ya. Lakini wale ambao hawakutambua, walikuwa wakiuza, wakinunua, wakifanya biashara mbalimbali, hawakuingia kwenye safina. Sasa sikiliza, soma andiko la Samani. Anasema hata gharika ikaja, ikawachukua wote, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Kwa hivyo usicheke wale wa kipindi cha Nuhu useme kuingia tu kwa safina, kwani ilikuwa inahitaji kusoma. Siku na mwingine anaweza wacheka aseme si ningeingia tu, si ndio? Nikae tu hata nipoteze time, ni buy time. Hiyo inajulikana kama ujumbe wa mwisho wa neema. Lazima tufanye maamuzi bora. Sasa tunaambiwa katika hii quotation ya kwamba siku ya ghadhabu ya Bwana iko karibu sana mbele yetu, na malaika watatu anaonya watu wote wajitayarishe, wale watakaookolewa katika siku hiyo. Na kazi hii itakapokamilika, watu wa Mungu watakuwa kitu kimoja. Sikiliza, ujumbe malaika watatu unakusanya watu kuwa kitu kimoja. Ukiona mtu anahubiri ujumbe wa malaika watatu na hataki umoja, jua ya kwamba anahubiri ujumbe malaika watatu kwa mdomo, si kutoka kwa imani wala kwa maandiko. Maana tunaambiwa vizuri ya kwamba ujumbe huo umeletwa kwetu tutayarishe, alafu pia utatuokoa. Na kazi hii itakapokamilika, watu wa Mungu watakuwa kitu. Kwa hivyo mwisho wa ujumbe wa malaika watatu, kusudi lake ni kukusanya watu wawe kitu. Weka hiyo kwenye mawazo. Kwa hivyo lazima tuelewe ujumbe huu wa rehema wa mwisho kwetu, maana hatuna ujumbe mwingine. Tuelewe kwamba ndio ujumbe unatukusanya. Baada ya kuelewa na kujua misingi ya imani yetu, tunaambiwa watakuwa wamekusanywa kutoka katika utumwa wao wa muda mrefu uliokuwa Babeli. Si tunasema tumetoka Babeli, tumeacha miungu ya utatu, tumeacha ubatizo wa uongo. Kwa hivyo tunakusanywa, tumetoka Babeli, tumekuwa kwa Babeli muda mrefu, na kutoka katika utumwa wao mchungu uliokuwa Misri, na ndipo
watatambulika kwa urahisi miongoni mwa wanadamu wengine wote, ndipo itaweza kusemwa kwa msisitizo, hawa ndio wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Kwa hivyo andiko la Ufunuo ambayo inasema hao ndio wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu itatimia wakati watu watakusanywa na ujumbe wa malaika watatu kuwa kitu. Sasa mko kimoja? Bado tuko na kibaru? Endelea kusema. Sikiliza. Ujumbe wa malaika watatu ni ujumbe wa kukusanya ambao Mungu ameutuma ili kuwakusanya watu wake katika umoja wa imani. Kwa hivyo tuelewe, ujumbe huu wa malaika watatu ni ujumbe ambao unatukusanya katika umoja wa nini? Wa imani. Weka hiyo kwenye point, maana kuna vitu nitaongea hapa baadaye. Sikiliza. Na utatimiza kusudi ambalo Mungu umetumwa kwa ajili yake. Lazima ujumbe huu umalize kusudi la. Sasa watu wanaitwa kwenye hilo kusudi. Na tumeona kusudi ni nini? Ni kuwaita watu katika umoja wa imani. Na pia ni ujumbe wa rehema. Sikiliza. Mungu amekuwa akitabiri kwa muda mrefu kupitia manabii wake kwamba katika wakati wa mwisho wenye hekima watafanya nini? Wataelewa. Naomba na ningeomba sote tupatikane miongoni mwa wenye hekima ili tuweze kuelewa. Maana katika kitabu cha Danieli 12 tunaambiwa wenye hekima wataenda huko na watafanya nini? Na maarifa itafanya nini? Taongezeka. Kwa hivyo kuna mambo mengi yanafanyika kipindi hiki cha mwisho, wakati ujumbe wa rehema ama ujumbe wa mwisho pia unaenda kwa kasi kuwakusanya watu. Sikiliza, naendelea kuambiwa. Sasa huu ujumbe utakapokwisha kufanya kusudi, maana tumeambiwa kuna kusudi lake, kuwakusanya watu katika imani moja na umoja. Utakapokwisha ndipo Kristo atakaposimama. Sasa hii ako wapi? Ako patakatifu. Sikiliza, tunaambiwa katika Great Controversy, pambano kuu 613 ubeti wake ni wa pili, tunaambiwa ujumbe wa malaika watatu utakapofungwa, yaani utakapohitimisha kusudi lake. Ujumbe wa malaika watatu utakapofungwa, rehema haitawaombea tena wakaaji wenye hatia wa dunia. Watu wa Mungu watakuwa wamekamilisha kazi yao. Watakuwa wamepokea mvua ya mwisho, kuburudisha kunakotoka kwa uwepo wa Bwana, na watakuwa wameandaliwa kwa ajili ya saa ya majaribu iliyo mbele yao. Malaika watakuwa wakiharakisha kwenda na kurudi mbinguni. Malaika mmoja anayerudi kutoka duniani atatangaza kwamba kazi yake imekwisha. Jaribio la mwisho limeletwa juu ya ulimwengu, na wote waliothibitishwa uaminifu wao kwa amri za Mungu watakuwa wamepokea muhuri wa Mungu aliye hai. Ndio nikasema huu ndio ujumbe wa mwisho, ujumbe wa rehema wa kipindi cha mwisho kwetu. Kwa hivyo tukicheza na huo ujumbe baada ya kuelewa, tujue ya kwamba tumepoteza. Sasa iko haja gani poteza muda wako mrefu? Umeacha shughuli zako kule nyumbani, umeacha mifugo yako, umeacha shughuli zako za maana, alafu kuje hapa kwa sababu ya ujumbe wa malaika watatu, baadaye upoteze. Utakuwa umefaidi nini? Sitakuwa ni hasara. Siri ungekaa huko, wengine hata situlifunga pia tulipokuwa tunaendelea, umefunga hujakula. Alafu siku ya mwisho uko motoni, na yule mwenye alikuwa anakula nyama, mwenye alikuwa anakula vitu mbalimbali, yeye hakujua hata ujumbe wa afya, mkue ndani ya moto. Si atakushangaa. Tasema si wewe Shirima ndio ulikuwa unanihubiria, mbona uko hapa? Bwana Yesu asifiwe. Itakuwa ni machozi. Kwa hivyo tunafaa tuwe serious kuelewa kweli. Tuelewe kusudi la ujumbe wa malaika watatu ni nini. Unajua na matengenezo wengi hawajui kusudi la malaika watatu. Tunacheka watu wa Jumapili hata wao hawajui ujumbe wa mwisho. Kumbe pia na sisi kuna changamoto hapa. Hatuelewi kusudi.
Kushika tu mic na kusema ufunuo malaika watatu, hapana. Lazima tuelewe pia kusudi la, maana huo ndio ujumbe wa mwisho, na ujumbe huo utakapohitimisha kusudi lake, tunaambiwa mlango wa rehema utafanya nini? Maana Kristo yuko katika chumba cha patakatifu. Sasa sikiliza, mimi sifundishi sanctuary, napita tu, nataka nionyeshe. Maana tumeambiwa ujumbe wa malaika watatu utakapohitimisha kusudi lake, Kristo atafanya nini? Atasimama. Sasa angalia, katika chumba pa patakatifu Kristo ako wapi? Siko hapa ndani, the most holy place. Kulikuwa na Pasaka, kulikuwa na nini? Mikate isiyotiwa na nini nyingine? Malimbuko ya, na kuna nini nyingine? Pentecost. Alafu kuna nini? Tarumbeta. Kuna sikukuu ya upatanisho. Alafu kuna makambi. Na tunaambiwa katika hekalu hapa ndio kuna njia ya nani? Njia ya Bwana, si ndio? Naomba mnisikilize kwa makini. Na pia hii iliwekwa kwa ajili ya kutumisha ama kwa ajili ya kulenga huduma ya Kristo wapi? Hapa duniani, si ndio? Tunaelewa Kristo alikufa msalabani, si nisimamia msalaba, si ndio? Hapa kuna ubatizo, si ndio? Hii yote tunaona inamlenga nani? Kristo, si ndio? Pasaka wetu amekwisha kutole, si hii ilitimia, si ndio? Tunaelewa mikate isiyotiwa chachu inamaanisha nini, si ndio? Tumeelewa hizi vitu zote, si ndio? Pentecost ndio tunangojea, tulijifundisha jana, Ufunuo 18. Haya, tarumbeta. Tarumbeta ilikuwa inatumika kwa ajili ya kufanya nini? Kufanya nini? Sasa wacha niwaibie siri. Baada hizi zote kutimia, lazima hii itimie. Sasa hii tarumbeta, hii ndio tarumbeta ya ujumbe wa malaika watatu. Maana tumeambiwa saa ya hukumu imefanya nini? Imefika, si ndio? Sasa tarumbeta ilianza kupigwa mwaka gani ya ujumbe wa malaika watatu? Maana kila kenye kimeandikwa lazima kifanye nini? Kitimia. Hatuwezi tukatoka nje ya mpangilio wa Mungu. Mungu ameweka hii mpango, inajulikana kama the plan of salvation. Mpango wa wokovu hapo. Tarumbeta ilianza kupigwa na nani? Jumbe malaika wa kwanza, wa pili na watatu. Kwa hivyo tuko hapa, si ndio? Unaona bado tuko na safari nyingine. Hizi si kama makambi tu tunafanya, si ndio? Haya, hii ilipita. Ati angalia. Kwa hivyo William Miller anapohubiri ujumbe 1840 alikuja kutimiza hiki, kupiga nini? Tarumbeta ya kukusanya maana tunaona Pasaka Yesu alifanya nini? Huyu ndio Pasaka wetu. Sasa kabla harudi tena, lazima kuwe na tarumbeta kama ilivyokuwa ikipigwa Israeli kwa ajili ya kusanya watu kwa sikukuu ya upatani. Kwa hivyo tuko hapa. Sasa sisi tukiwa hapa tunafaa kusikiliza sauti ya nini? Ambayo ndio ujumbe wa malaika watatu. Sikiliza. Wale ambao watasikiliza sauti hii ya tarumbeta, na inapopigwa sauti watu wanafaa wakusanyike. Maana Israeli ilipokuwa inapigwa tarumbeta, walikuwa wanakusanyika wapi? Sasa walikuwa wanajikusanya, si ndio? Ndio naona kwenye kitabu cha Ufunuo 14 mstari wake ni wa 4 inasema, hawa ndio wamfuatao mwana-kondoo kila sauti hii inapopigwa, watu wanaanza kumfuata mwana-kondoo kila fanyaje? Aendapo. Kwa hivyo tunakusanywa na ujumbe wa malaika watatu kumfuata mwana-kondoo kila aenda. Maana tukikosa kusikia saa hii, tukikosa kuielewa, hakuna tofauti na watu wa Jumapili. Ni ukweli.
Sasa hiyo great controversy inaendelea kusema, wakati ujumbe wa malaika watatu utakapo hitimisha kusudi lake, mlango wa rehema ama maombi kwa wenye dhambi utasitishwa. Alafu tunaambiwa ndipo Yesu ataacha huduma yake ya upatanisho. Hapa mahali tulikuwa kwa sanctuary, ataacha kazi yake ya upatanisho katika patakatifu pa mbinguni. Atainua mikono yake na kwa sauti kuu atasema imekwisha. Nini li happen wakati Yesu alipokuwa msalabani amekufa akasema imekwisha? Nini ilifanyika? Pazia la hekalu lilifanya nini? Mungu hayumo tena ndani ya hiyo hekalu. Kwa hivyo ujumbe wa malaika watatu utakapofikia mwisho wake, Kristo atasema imekwisha. Kwa hivyo imekwisha, Kristo anatamka mara ngapi? Ya kwanza msalabani, ya pili mwisho wa ujumbe wa malaika. Sasa hiyo tamko mbili itakapokuwa inazungumzwa, ya kwanza imepita, hii ya mwisho, uliza jirani yako, utakuwa umejiandaa aje? Maana tutakuwa tena na ujumbe tena wa kutuokoa, maana Kristo tayari atakuwa amesema imekwisha. Yaani kusudio la ujumbe wa malaika watatu kuwakusanya watu wake, kusikika ulimwenguni kwa mataifa, lugha na jamaa, utakuwa umefikia mwisho. Tunaambiwa atasema imekwisha, kisha jeshi lote la malaika litaweka chini taji zao anapotoa tangazo hilo la kutisha. Yeye asiye haki, malaika wataweka taji zao. Alafu pia andiko la Ufunuo linatimia ambayo inasema yeye asiye haki nazidi kuwa asiye haki, naye aliye mchafu nazidi kuwa, na yeye aliye mwenye haki nazidi kuwa, na yeye aliye mtakatifu nazidi kuwa. Kwa hivyo mwenye haki ataendelea kuwa mwenye haki endapo atatayarishwa na ujumbe wa malaika, kwa kumwelewa Mungu wa kweli, kwa kumcha, kama tangazo linavyofanywa kwenye Ufunuo 14 mstari wake ni wa 6. Hapo ndio kuna chakula cha wakati wa watu wanaokaa kipindi cha mwisho. Maana tukikosa kuzingatia ama kufanya matengenezo hapo kwenye hiyo Ufunuo 14:6, wakati Kristo atakaposema imekwisha, kama alivyosema imekwisha katika kitabu cha Yohana 19:30, tunaona Israeli walia, na sisi tutafanya nini kama hatutazingatia ujumbe? Sikiliza, tunaambiwa sasa, kwa sababu tuko na ujumbe wa mwisho ambao umetukusanya hata leo, shetani atatulia? Ataleta migogoro, na hivyo ndio amekuwa akifanya. Maana ujumbe wa mwisho ama ujumbe wa rehema sio sisi wa kwanza kupewa hiyo ujumbe. Tumeona Israeli walipewa miaka, ilikuwa ni 70 weeks, wiki majuma ngapi? Silikuwa ni muda wao watumie vizuri, warudi kwenye misingi ya kweli. Waliutumia vizuri. Kwa hivyo shetani aliwavuruga. Hata na sisi kipindi cha mwisho shetani ataamusha kina Sanhedrin, ataamusha Mafarisayo, na ataamusha nani? Masadukayo, ili msitumie hiyo muda wenu wa rehema kuelewa ujumbe wa mwisho. Tunaona iko quotation inasema kumekuwa na migogoro na itaendelea kuwepo hadi mbingu utakaposikika sauti ya Bwana ikisema imekwisha. Kwa hivyo migogoro itaendelea mpaka wakati sauti ya Bwana itakaposema imefanya nini? Sasa ndio nikauliza, sauti hiyo itakapotamka imekwisha, itakaposikika, itakapotamkika imekwisha, wewe utakuwa umefaidika na ujumbe wa malaika watatu? Kwa hivyo migogoro haitaisha, na sio migogoro ya nini, ya kimwili, ni migogoro ya imani. Sikiliza, tunaambiwa atakapoondoka katika patakatifu, giza litawafunika wakaaji wa duniani. Hiyo ni great controversy, Pambano Kuu 614, ubeti wake ni wa kwanza. Tunaambiwa giza kuu litawafunika wakaaji wa dunia atakapoondoka patakatifu. Wakati alipoingia patakatifu, tuliona nuru iliangaza ulimwengu. Ilikuwa ni
si ndio? 1840 to 1843. Kristo aliingia hekaluni patakatifu lini? 1844. Sikulikuwa na mwangaza, nuru, si ndio? Na tunaambiwa watu walisikia ujumbe kipindi kile, watu walikubalia ujumbe, lakini baadaye walipopata disappointment walirudi nyuma. Sikiliza sasa, kutoka hiyo wakati nuru ikaangaza ulimwengu, tukapokea ujumbe wa malaika wa kwanza, tukaendelea tukapokea ujumbe wa malaika wa pili na watatu. Tunaambiwa mwangaza uliangaza dunia, lakini atakapoondoka giza kuu litafunika wakaaji wa dunia. Yaani mwisho wa ujumbe wa malaika huu watatu utakapofikia mwisho wake, kutakuwa na giza. Katika wakati huo wa kutisha, wenye haki watalazimika kuishi mbele za macho ya Bwana, ama mbele za macho ya Mungu mtakatifu bila mpatanishi. Maana mpatanishi atakuwa amemaliza kusudio lake. Ujumbe ambao ni wa malaika watatu, ujumbe ambao umeweka ulimwenguni, utakuwa amemaliza kazi yake. Kwa hivyo wenye haki wataendelea kuwa wenye haki na watakatifu wataendelea kuwa wenye watakatifu pasipo mpatani. Mwisho wa ujumbe wa malaika watatu, tunaambiwa wataishi ama watalazimika kuishi mbele ya macho ya Mungu mtakatifu bila mpatanishi. Kizuizi kilichowekwa kimewekwa juu ya waovu, ama kilichokuwa kimewekwa juu ya waovu kitaondolewa, na shetani atakuwa na utawala kamili juu ya wale wote ambao hatimaye hawakutubu. Uvumilivu mkuu wa Mungu utakuwa umefikia mwisho. Dunia itakuwa imekataa rehema yake, imedharau upendo wake na kukanyaga sheria yake. Waovu watakuwa wamevuka mpaka wa muda wao wa rehema. Bwana Yesu asifiwe. Tunaambiwa waovu watakapokuwa wamekanyaga sheria na ujumbe huo waendelee kukanyaga mpaka Kristo aondoke sehemu patakatifu, watakuwa wamedharau upendo wa Mungu na watakuwa wamevuka mpaka wa muda wa rehema waliofanya nini? Kwa hivyo tusicheze katika muda huu wa rehema ambao tuko ndani ya. Maana tulitoka kwa makanisa iliyo hasi ili tutafute ukweli. Kwa hivyo tukue serious. Ambia jirani yako kuwa serious. Tuongeze bidii. Bwana Yesu asifiwe. Angalia, anapotoka tunaambiwa wakiwa hawajalindwa tena na neema ya Mungu, hawatakuwa na ulinzi dhidi ya yule mwovu. Kisha shetani atawaingiza wakaaji wa dunia katika dhiki moja kubwa ya mwisho. Malaika wa Mungu watakapoacha kuzuia pepo kali za tamaa na hasira za wanadamu, nguvu zote za ugomvi na uharibifu zitaachiliwa uhuru. Ulimwengu wote utahusishwa katika maangamizi ya kutisha zaidi kuliko yale yaliyokumba Yerusalemu ya zamani. Kwa hivyo kile kitakacho kutulinda sisi na kutuwekea ulinzi sisi, baada ya kukubali kuitwa wana matengenezo, kukubali ujumbe wa malaika watatu, ni kuelewa kusudi la ujumbe. Tukishaelewa, Mungu atakuwa na sisi. Haya ambayo anamalizia kwenye Great Controversy yatakapofanyika, tutalindwa na mwenye ujumbe wa malaika atatulinda. Maana dunia itachafu. Sasa tunaona saa hii imeanza kuonyesha dalili manyunyu. Wakati manyunyu ya Mungu yanashuka, pia kuna manyunyu ya shetani yanaanza kuonekana dalili zake. Pia roho yake naye anashusha kidogo, vita nini, Mungu anashusha yake, naye shetani anafanya nini? Watu wanaanza kujipanga. Kutakuwa na pambano kuu huko mbele, acha nawaambia. Angalia sasa, kuna migogoro katika ujumbe wa malaika watatu. Sasa sisi ambao ni wana matengenezo, ambao tumekusanyika hapa baada ya kuijua imani yetu, tunafaa kuelewa kusudi lake. Maana nimekuja kugundua wana matengenezo wengi ambao wameamini huu ujumbe hawajui kusudi
Wengine si wametoa watoto wao shule, si ndio? Tuliona jana ya kwamba licha ya kuwa tuko nao ujumbe, tukue wenye hekima na kufahamu. Sasa kuwa na kusudi na kuendeleza kazi ya Mungu, lazima tukue na hekima. Na hiyo ndio Yesu alisema, tuwezi tukakataa kuweni na hekima kama watoto wenye. Kama watoto mkuwe na hekima kama nyoka. Angalia. Sasa shetani ameamsha migawanyiko miongoni mwa hawa wana matengenezo ambao walifaa wapeleke bendera ya ujumbe malaika watatu. Sasa watapeperusha wakiwa wamegawanyika ama watapeperusha wakiwa kimoja? Tulifaa tupeperushe bendera hii tukiwa tumegawanyika ama tukiwa kimoja? Na ndio juzi tukawa na hilo somo. Lazima tuwe na umoja ili tuweze kufanikisha kazi ya nani? Kazi ya Mungu. Angalia, wengine wamepiga hatua mbele mpaka wamekataa kutumia simu. Tulikuwa tunaambiwa na mwalimu Ndacha hapa jana. Kusudi la ujumbe wa malaika watatu ni wewe kukosa kutumia simu. Tumeambiwa kusudi la ujumbe wa malaika watatu ni kutusanya katika ukwe na umoja wa imani. Sasa simu na imani na usikaji. Tutumie tu akili ya kula ugali. Huko kwetu tunasemanga akili ya kula ugali na nini? Na miwa. Ujumbe wa malaika watatu na simu inahusikaje? Hizi vitu hizi tunaambiwa tutaziacha. Muda ukifanya nini? Ukifika utakimbia, hata utajua umeacha wapi. Kama ulikuwa na gari, hata nyumba, hata wengine watoto utajua wako wapi. Lakini kwa sasa tutumie vitu hivi kwa ajili ya kupeleka ujumbe. Na hili ni White ameonya. Unajua ameonya nini? Extremism. Hiyo ndio kitu ameonya. Anaonya watu wanaokaa kipindi cha mwisho wasikuwe na uzushi dhidi ya ujumbe wao baada ya kufanya nini? Ya kuelewa. Angalia. Sasa wacha niwasomee nukuu moja hapa. Sikiliza. Kwa wale ambao wanasema tumefika mwisho, na kwa sababu tumefika mwisho, tukitoka Babeli tutoke na watoto wetu, si ndio? Haya, ndio tunatoka. Tunatokaje? Maana tumeambiwa pia lazima tuwe na tunatokaje? Maana hiyo ujumbe inatukusa, si ujumbe wa kututenganisha tena. Sikiliza, tunaambiwa katika Great Controversy LD. Tunaambiwa hii ni kitabu kinaitwaje kwa Kiswahili? Matukio za siku za mwisho, ukurasa wa 79, ubeti wake ni 4. Tunaambiwa wengine wanaweza kusema ikiwa Bwana anakuja upesi, kuna haja gani ya kuanzisha shule, sanitarium, yani hospitali za afya na viwanda vya kutengeneza vyakula? Kuna haja gani kwa viwanja? Kuna haja gani kwa vijana wetu kujifunza fani mbalimbali? Mjasikia wana matengenezo wenye wanakataa hii yenye nazungumzwa hapa. Sasa tunaambiwa wengine watasema, nyinyi mnaona hii nukuu inatimia kipindi cha Ellen White ama inatimia kipindi chetu? Na wale wanaotimiza hii nukuu, wanaotimiza vipengele vinavyopatikana hapa, unaona wanaelewa kusudi la ujumbe malaika watatu? Tuambiane tu ukweli. Unaona wanaelewa? Sasa tunaendelea na ubeti wake ni wa 5. Tunaambiwa ni mpango wa Bwana kwamba tuendelee daima kukuza na kuboresha vipawa alivyofanya nini? Hatuwezi kufanya hivyo isipokuwa tukivitumia. Matarajio ya kuja kwa Kristo hivi karibuni hayapaswi kutufanya tuwe wavivu. Mtu alikuwa na talanta mzuri, labda alikuwa ni mtu ambaye anafanya kazi mjini, lakini alipopokea ujumbe ndio huyo ameenda msituni. Bwana Yesu asifiwe. Amepeleka familia msituni. Kuna huko kwetu Nairobi waliopokea ujumbe walikimbia kwanza. Maana walipopokea wakaingiwa na misisimuko. Ndio nikasema usiende country living kwa kuambiwa na mtu. Enda country living kwa mawasiliano yako wewe na Mungu. Lakini wengi wameenda country living kwa sababu ya mtu na misisimuko. Akishaenda kikiumana anaanza kupiga simu. Kuna kazi huko mjini.
wengi. Lazima tuelewe kusudi la ujumbe wa malaika watatu ili kulinda ujumbe huu, na pia tuweze kulinda kazi ya nani? Ya Mungu. Tuwe wenye hekima. Tunaambiwa kuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo hakutufai kutufanya nini? Wavivu. Kwa hivyo kama kuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo haifai kutufanya sisi wavivu, inamaanisha tunafaa kuboresha vipawa ambavyo viko ndani yetu. Pametajwa pale kuna shule, kuna sanitarium, na pia kuna viwanda vya nini? Vya vyakula. Kwa hivyo lazima watu wafundishwe kupiga vyakula vya asili. Hii Dar es Salaam nimetembea, sijaona hoteli ya mwana matengenezo hii. Unapata vyakula vya kidunia na tuko na wana matengenezo hapa. Kwani pesa tumekosa ya kuweka hoteli hapa? Watu wetu wajue kuna hoteli ya ndugu Shirima hapa ya wana matengenezo. Si tunaambiwa na nukuu, sisi ndio antidote, yani sisi ndio dawa ya hii ulimwengu. Sasa hiyo itawahi fanyika lini? Itawahi fanyika lini? Hiyo itafanyika na wale watakaoelewa kusudi la ujumbe wa malaika watatu, wale ambao wataondoa huzushi. Ndio maana tunaendelea kusisitizia umoja wa imani na kuungana kwa ajili ya kumaliza kazi. Sikiliza, tunaambiwa tuweze kufanya hivyo isipokuwa tuvitumie vipawa ambavyo Mungu ametupa. Kuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo isitufanye sisi kuwa wavivu na kuanza kuacha vipawa ambavyo tumepewa. Angalia, tunaendelea kuambiwa matarajio ya kuja kwa Kristo hivi karibuni haipaswi kutufanya tu wavivu, badala yake yanapaswa kutuchochea kufanya kila tuwezalo ili kuwabariki na kuwafaidi wanadamu. Wewe kama mwana matengenezo umefaidi mwanadamu yupi? Umemfaidi yupi? Mwanadamu yupi? Umempatia makaa? Umemfundisha kuishi kulingana na ujumbe wa afya? Umefaidi nini? Bwana Yesu asifiwe. Lazima tuwafaidi wanadamu. Angalia, ujumbe wa malaika watatu ni mpana na Mungu ameruhusu vipawa viwe pale, lakini vipawa hivyo vitatumika endapo tutaelewa kusudi la ujumbe wa malaika wangapi? Sikiliza, tunaambiwa kazi kubwa hii ni 60. Angalia, 60 ni kwa Kiswahili ni hiyo kitabu Shuhuda kwa Kanisa, gombo la 6, 444, ubeti wake ni wa kwanza. Tunaambiwa kazi kubwa lazima ifanyike dunia, tena nasema duniani kote. Kazi kubwa tunapokaribia mwisho ama Kristo anapokaribia kurudi, tunaambiwa kazi kubwa inafaa ifanye nini? Ifanyike. Ama je, mtajifundisha tu ujumbe wa afya na iishie hapo? Tuambiane ukweli, mbona mnanyamaza? Hii ujumbe wa afya tukijifundisha iishie hapa? Si tunafaa kuokoa wengine huko? Sasa tutaokoaje? Tunaambiwa kazi kubwa lazima ifanyike kote, wala mtu yeyote asifikirie kwamba kwa sababu mwisho umekaribia hakuna haja ya kufanya juhudi za kipekee za kujenga taasisi mbalimbali. Kadiri kazi ya Mungu inavyohitaji, hatupasi kujua siku wala saa ya kuja kwa nani. Mbona mnanyamaza? Nasema nini? Hatupaswi kujua siku wala nini ya kuja kwa nani. Sasa wengi wameweka kujua siku ya kuja kwa nani, na hii ndiyo imefanya kukawa na mtengano katika pia nani wana matengenezo. Dunia inaisha 2031, inaisha 2027, kwa sababu wao waaminiane na yeye anajitenga. Wameweka paka misimamo mikali. Lakini nukuu hii, sikiliza nukuu hii vile nasema. Angalia sasa, labda tuseme huyu dada Ellen White alikuwa amechanganyikiwa walipokuwa anasema hii maneno. Kwa nini aseme hivi? Maana alielewa watu wakiweka saa mbele, muda mbele, wakuja kwa Kristo, waifanye kama msingi wa imani yao, kama kanuni ya imani yao, watakosa kufanya kazi kubwa ambayo inafaa ifanyike. Bwana Yesu asifiwe. Anasema hatupaswi kujua siku
wala saa ya kuja kwa nani? Kwa maana jambo hilo halijafunuliwa. Halijafanya nini? Sasa kuna wengi leo wamekazana. Unajua dunia inaisha 2031. Aliongea na Mungu saa ngapi? Amefunuliwa na Mungu saa ngapi? Hiyo ndio majibu tunataka watupatie, si ndio? Sasa wacha niwaambie, tusiruhusu mambo haya yatufanye nini? Yatutenge. Na wala ninaposema hivi, mimi sichukii mtu anayepiga mahesabu nini. Bwana Yesu asifiwe. Wewe piga mahesabu yako, lakini mwisho wa mahesabu yako usifanye hii kitu ambacho kimekatazwa hapa. Bwana Yesu asifiwe. Maana unapoweka hiyo mahesabu, hapo ndio utakuwa unagongana na hii nukuu. Sasa utakuwa unafanya hii nukuu kuwa ya uongo. Sasa shetani ametumia hii jambo kutenganisha wana mategerezo ulimwenguni. Nikawa naambiwa kuna mwingine ameweka chuki, hataki kutembea na sisi kwa sababu yeye ameona sisi hatukubaliani na prediction zake. Sasa ameweka chuki. Kuna mtu akawa ananiuliza tufanyeje? Tujitenge na yeye? Mimi nikamwambia hapana. Haufai kujitenga na yeye. Maana amepiga mahesabu 6,000 iko kwa Biblia, lakini tunafaa tukae na yeye. Maana imesalia miaka mingapi? Ifike. Imesalia miaka mingapi? Sasa kwa hii miaka 5, si tuungane tufanye kazi ya Mungu, maana dunia inaisha 2031. Sasa mbona tutengane? Si tumepiga tunaona inaisha. Si ndio? Sasa tutengane kwa nini na tunaona inaisha? Si tuungane basi tumalize nini? Na endapo itakuwa inaisha alafu wewe kuwe hadui, hautaki kuongea na mimi ama umeenda zako, naona ni Mungu wako hapo ama ni shetani yako hapo? Maana ndio ilifaa sasa tushikane tupeleke Nikamwambia wewe jamaa usijaribu kumjukia huyo jamaa, na wala usiwahi mwambia tumekote. Wewe mwambie wewe bado ni ndugu yetu. Sisi tunakujua kama wewe ni ndugu yetu, lakini yeye mwenyewe akiamua kuenda naye naende. Ama nilimwambia vibaya? Si bado miaka 4. Si tuungane kwa hiyo miaka 4 tufanye kazi. Tuone kama itafaa. Ikifanya si Mungu atukuzwe. Na isipofanya kazi imeisha. Maana kuna wengi walipiga mahesabu na tuliona katika ule msururu wa mafundisho. Na tunaona wengine walipiga kaisha 2022, si ndio? Si ilipita. Tukaona wengine wamepiga 2027, bado mwaka ngapi? Si ni mwaka kesho. Si tuungane tuone hiyo mwaka kesho. Haya, hiyo 2031, si tuungane. Maana tunaambiwa mwisho unapokaribia lazima tuweke taasisi, tuweke shule zetu, tuweke sanitarium. Sasa hii nukuu ndaka niwaulize swali, hii nukuu hii iko wapi tena? Hii nukuu hii tuipeleke wapi kama wana matengenezo? Mbona inapotea? Last day event 78. 78 iko wapi hii? Ellen White ajue matukio za siku za mwisho, alafu aseme lazima kuwe na shule, kuwe na sanitarium, yani vyumba vya afya, na kuwe viwanda vya kutengeneza vyakula. Ajue iko hivyo. Alafu wale ambao wako na hii ujumbe waseme kwa sababu mwisho imefika, hakuna haja ya shule, hakuna haja na sanitarium, hakuna haja ya viwanda vya vyakula. Unaona hao watu watakuwa naongozwa na roho moja, na roho aliyemuongoza Ellen White. Hawashindwe. Hizi lazima zitimie. Na wale ambao wanaelewa ujumbe wa malaika watatu, kusudi la huo ujumbe, ndio watafanikisha hizi. Mungu atakuwa na wao. Bwana Yesu asifiwe. Mnaweza ona kana kwamba kuanzisha hizi vitu inaweza kuwa ni kama kibarua kigumu ama haiwezekani. Lakini wacha niwaambie, mtakapoanza hatua itawezekana katika jina la Yesu Kristo. Lazima tuwe na sanitarium. Tuko na madaktari, si ndio? Si kuna walimu hapa, si ndio? Wafundishwe through education. Watu wafundishwe hizo masomo. Tuweke viwanda vyetu vya chakula vya kutengeneza nini? Kisha watu watapakae. Hata ukienda wapi uko huru kukula chakula ya mwana matengenezo.
tunatumia madawa zetu. Sasa itakuwa ni jambo mbaya. Na wacha niwaambie pia, tunaambiwa hii kuhubiri kwa nje, unajua itafungwa hivi karibuni hii kuhubiri kwa nje, lakini hile itafanikiwa kulingana na roho nabii. Tunaambiwa ni ujumbe wa medical missionaries. Kwa hivyo wakati mahubiri ya nje yanafungwa, mahubiri haya sanitarium yatakuwa yanaendeleza injili ya nani? Ya Mungu. Tukiwa na shule zetu, injili itakuwa inaendelea kuhubiriwa hapa, watu wanapata mafundisho ya kweli. Angalia vile ene watu wanaendelea kusema. Anasema kazi kubwa lazima ifanyike duniani kote, wala mtu yoyote asifikirie kwamba kwa sababu mwisho umekaribia hakuna haja ya kufanya juhudi za kipekee kujenga taasisi mbalimbali kadri kazi ya Mungu inavyofanya nini? Inavyohitaji. Tunaendelea kuambiwa, kwa maana jambo hilo hatupasi kujua siku wala saa ya kuja kwa nani? Kwa Bwana. Kwa maana jambo hilo halijafanya nini? Wala mtu yeyote asijihusishe na kubashiri mambo ambayo Mungu hajamfunulia, hayafahamu. By the way, andiko inasema usibashiri, si ndio? Sasa hawa wenye wamepiga 2031 wamebashiri ama hawajabashiri? Kuna vitu vingi vya kuzingatia hapa. Bwana Yesu asifiwe. Wamebashiri. Kubashiri, tunaambiwa kila mtu afanye kazi ile aliyokabidhiwa mikononi mwake, akitimiza majukumu ya kila siku ambayo Mungu anataka afanye. Yaani tuelewe kusudi la ujumbe malaika watatu. Tunaambiwa EMM kwa Kiswahili ni kinaitwaje hiki kitabu? Medical Missionaries. Kwa Kiswahili hiki kitabu? Mishonari wa tiba 268. Ubeti wake ni wa 5. Tunaambiwa dini ya Biblia haiwafanyi watu kuwa nani? Wavivu. Tunaamini kwamba kuja kwa Kristo kumekaribia. Basi kila mtu autumie vizuri wakati aliyopewa na Mungu kwa kujitihada, kwa kujitahidi, kujiandaa yeye mwenyewe na kuandaa wengine kwa ajili ya tukio hilo kuu. Wafundishe wale wanaopoteza fursa zao umuhimu wa kutimiza wajibu wa maisha yao. Kwa hivyo hapa tunaonywa pia tusiwe wavivu. Yesu anarudi. Mimi nilikuwa daktari wa medical missionary, acha niende nikae kwangu ningojee Yesu arudi. Acha niende nikae sehemu fulani. Tunaambiwa lazima watumishi wahimize hawa watu, wahakikishe ya kwamba watu hawa wanafanya wajibu wao, wanaonyesha umuhimu wa kufanya hiyo kazi. Angalia, tunaambiwa ni mpango wa Bwana kwamba kila mahali wanaume na wanawake wapate fursa ya kukuza vipawa vyao kwa kujifunza kuandaa vyakula vyenye afya kutokana na mazao ya asili yanayopatikana katika sehemu yao ya nchi. Hakuna mtu anayepaswa kuwazuia kufanya hivyo. Wakimtazama Mungu, wakitumia ustadi na ubunifu wao chini ya uongozi wa Roho wake, watajifunza jinsi ya kuandaa mazao ya asili kwa vyakula vyenye afya. Kwa njia hiyo wataweza kuwafundisha maskini jinsi ya kuandaa vyakula vitakavyoweza kuchukua nafasi ya nyama. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tuko na kibarua. Hii yote ni ujumbe kwa watu walio na ujumbe wa malaika watatu. Watafanikisha haya yote wakiwa wameelewa kusudi la ujumbe wa malaika watatu. Sasa sikiliza. Napokaribia kumaliza, sikilizeni. Hatuwezi tukafanikisha haya yote pasipo umoja. Na hatuwezi tukajenga shule ya watoto wetu ama viwanda sanitarium bila kuwa na umoja na bila kuwa
ama kujulikana, na serikali ijue kuna wana matengenezo hapa wako na ABCD. Kuna kitu unaweza fanya leo pasipo kujulikana na serikali. Bwana Yesu asifiwe. Angalia. Kwa hivyo lazima kuwe na utaratibu, na utaratibu huo watu watakapofuata, watu wenye kusudi la kutimiza kusudi la ujumbe wa malaika watatu, watafanya kazi kubwa. Kile shetani hapendi ni kuwavuruga tu hapo. Tufanye hiki, mwingine anavuta nyuma. Tufanye hiki, mwingine anavuta nyuma. Tunaambiwa hivi. Laiti watu wa Mungu wangetafakari faida zao kuu na kuelewa kutokana na nuru ya neno la Mungu kwamba tutahukumiwa kulingana na nuru inayong'aa katika njia yetu. Tutahukumiwa maana tumepewa talanta ya kuponya ulimwengu, ya kuwaokoa ulimwengu kupitia ujumbe wa malaika watatu, kuwaokoa wagonjwa kama Yesu alivyofanya. Kando na Yesu kuhubiri Injili, bado alikuwa anapeleka ujumbe wa afya, medical missionary. Watu wajifunze, waliojifunza wahimizwe, waajibike kwa kufanya hilo kusudi, maana ni sehemu inasemekana it is the right hand of God, ni mkono wa kulia wa Mungu. Lakini itakuwaje mkono wa kulia wa Mungu kama bado tunapigana hapa ndani? Unaona itafanikiwa? Kwa hivyo mambo mengine tuachane nayo. Sikiliza. Tuungane kwa ajili ya kufanya kazi ya nani? Ya Mungu. Itatufanya tupige hatua. Mapendeleo na nafasi zote ambazo Mungu ametupa ni kusudi la kufanya tuwe, ni kusudi la kutufanya tuwe wanaume na wanawake bora zaidi. Tunafaa kuwa bora zaidi. Mwanga wote ambao Mungu ametupa, ujumbe wote ni kutufanya sisi kuwa bora zaidi. Naendelea kuambiwa watu wa Mungu wanapaswa kuongozwa na kanuni thabiti, wakifanya kuwa kanuni yao ya kwanza kutafuta ufalme wa Mungu na haki yake, kisha kuendelea kutoka nuru moja kwenda kwa nuru iliyo kuu zaidi. Tukitumia hii ushauri tutaweza kupiga hatua kubwa sana. Lakini tukikosa kushindwa kutumia, angalia vile tunaambiwa, tukishindwa kuitumia nuru tuliyopewa, tukawa vuguvugu na wenye mioyo migumu, tusiyotairiwa kwa urahisi na ukweli, na nguvu za nafsi zetu zikapooza, hatuwezi kutarajia kwa haki kwamba hukumu itaanza kwa faida yetu, bali itakuwa ni machozi, itakuwa ni vilio, maana tujatumia fursa yetu vizuri. Kwa maana kama Kapernaum tumeinuliwa juu sana kwa upande wa mapendeleo tuliyopewa. Tumeinuliwa kama Kapernaum kwa ajili ya kuokoa ulimwengu. Sikiliza. Kwa hivyo hii ujumbe ambao tumekusanywa nayo, naomba kila mtu aelewe na tuitikie wito wa kuelewa kusudi la ile ujumbe. Alafu hii mambo mengine madogo Mungu atayashughulikia. Jambo lingine, kama mlivyopiga hatua ya kuunganika na kufanya kazi kwa pamoja, kuna nukuu moja ama andiko moja. Hebu nisomee Warumi, andiko langu la mwisho ninapomalizia. Waebrania 12 mstari wake ni wa 4. Kuna mambo ya kufanya ili ujumbe huo usije ukakwazika. Tunaambiwa haja. Waebrania 12:4. Warumi 12 mstari wake ni wa 4. Sikiliza. Warumi 12:4. Nasemaje? Anasema hivi, kwa kuwa kama vile katika mwili mmoja, maana tumetoka kwa madhehebu yaliyo hasi, tumetoka sehemu mbalimbali, tunakuja kutengeleza mwili mmoja. Sikiliza. Tuna viungo vingi katika huo mwili mmoja. Hapo ndio kwenye pointi yangu. Kuna viungo
vingi. Wala viungo vyote havitendi kazi moja. Wala viungo vyote havitendi kazi moja. Mguu iko na kazi yake ya kufanya nini? Kutembea. Macho iko na kazi yake ya kufanya nini? Kuona. Ndivyo tulivyo hapa. Sisi ni viungu ambavyo vimekuja kukamilisha mwili mmoja ambao ndio kanisa la Mungu. Kwa hivyo pia kama vile mguu ulivyo na kazi yake, macho, mkono visipoelewana, kazi ya Mungu itavurugika na itasonga mbele. Sasa ili mguu na mkono na macho ifanye kazi, inamaanisha lazima kuwe na heshima miongoni mwe. Mguu na heshimu macho, macho na heshimu mkono. Endelea na hilo andiko, utasoma mpaka 12. Anasema vivyo hivyo na sisi tulio wengi, vivyo na sisi tulio wengi tu mwili mmoja katika Kristo. Tu mwili mmoja katika Kristo Yesu. Na viungo kila mmoja kwa mwenzake. Na viungo kila mmoja kwa mwenzake. Basi kwa kuwa tuna karama zilizo mbalimbali. Na tumeona hizo karama. Si Mungu amepeana karama? Ndio. Si ndio? Na tumeona hizo karama zinafaa zitumike tunapokaribia mwisho wa dunia. Mwisho wa dunia. Soma. Kwa kadiri ya neema mliopewa. Ikiwa nabii, tutoe unabii kwa kadiri ya imani. Tutoe unabii kwa kadiri ya imani. Ikiwa huduma, tuwemo katika huduma yetu. Tuelewe, tuenende kulingana na huduma yetu inavyosema, ilivyotuamurisha. Tusiende kinyume. Tusifanye kinyume nje ya huduma. Vile ambavyo imesema tuenende katika huduma yetu. Alafu mwenye kufundisha katika kufundisha kwake afundishe, apewe nafasi. Mwenye kuonya katika kuonya kwake naye apewe nafasi ya kuonya. Mwenye kukirimu kwa moyo mweupe naye hakirimu kwa moyo mweupe. Alafu mwenye kusimamia kwa bidii, mwenye kusimamia na asimamie kwa bidii. Mwenye kurehemu kwa furaha. Soma. Anasema pendo na lisiwe na unafiki. Pendo lisiwe na nini? Na unafiki. Pendo lisiwe na nini? Na unafiki. Kwa hivyo katika kuamini ujumbe malaika watatu tunafaa kuondoa unafiki, ili kazi ya Mungu isikuwe na vikwazo. Pendo lisiwe na unafiki. Alafu nini nyingine? Lichukieni lililo ovu. Na tuendelee kuchukia lililo ovu. Wakati tunapeleka ujumbe wa malaika watatu, tuchukie lililo ovu. Usikubali kuletewa habari ya uovu ukapokea, ama uovu ukaupatia nafasi kwenye mwili wako. Labda uovu wa kusengenya mwenzako ama kusengenya mtumishi fulani. Tusikubali. Hiyo itakuwa ni chanzo cha kuanguka kwako na chanzo cha kupatia shetani nafasi kuharibu kusudi la ujumbe wa malaika watatu ambalo tunafaa tuweze kufanya. Tumeambiwa tuhubiri ujumbe wa malaika watatu, si kuhubiri makosa ya watu. Nafasi ya mioyo yetu inafaa kuwe na kusudi la kupeleka ujumbe malaika wangapi? Watatu. Tumeambiwa tusiwe na pendo la kinafiki, tuwe na upendo unaotoka moyoni. Alafu anasema lichukieni lililo ovu. Tuchukie lililo ovu mkiambatana na lililo jema. Tukichukua lililo njema. Kwa pendo la ndugu, tuwe na upendo wa ndugu. Mpendane ninyi kwa ninyi. Alafu kwa heshima mkiwatanguliza wenzenu. Kwa bidii. Si walegevu. Sio nini? Walegevu. Alafu mkiwa na juhudi katika roho zenu. Mkimtumikia Bwana. Kwa kutumaini. Mkifurahi. Soma. Katika dhiki. Mkisubiri. Katika kusali. Mkidumu. Hayo ndio tunafaa tudumu kwayo kwa ajili ya kufanikisha kazi ya nani? Ya Mungu. Hii ni ujumbe kwa kanisa hili lisimame. Paulo anapoandikia kanisa la Rumi, haya ni mambo ya muhimu kila mtu kuzingatia. Tu viungo mbalimbali tunahitaji tutumikiane na tuvumiliane kwa kusudi la kuendeleza ujumbe malaika wangapi? Watatu. Sasa sijui niko na dakika ngapi hapo? Dakika 20. Haya, nani yako na swali kwa hizi dakika 20? Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana apewe sifa. Amina. Mimi nataka tu mwalimu nisaidie kitu kimoja hapa. Umefundisha
ujumbe ule wa hekalu. Naam. Ila nataka nijue ile sikukuu ambayo wana wa Israeli walikuwa wanafanya ya vibanda, na umehusianisha kuhusiana na sikukuu hii ya makambi. Je, iko sahihi? Ina maana makambi tunayoyafanya ni ile ile sikukuu ya vibanda ambayo Israeli walikuwa wanafanya? Maana tunakutana na maswali mengi, wengi ambao wanashiriki katika sikukuu hizi, mikutano hii, wanasema ndio ile ile sikukuu ya vibanda. Labda nisaidie kwa hilo. Asante. Ni nani anaweza jibu hilo swali? Unatafuta andiko. Nani mwingine anaweza mjibu? Kuna swali lingine pale nyuma pia, tuchukue hilo, alafu tutazijibu kwa pamoja. Nani? Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Tukiwa kwenye harakati za kujifunza, kuna mambo mengi. Sisi wenyewe ni watu wa aina moja. Tunachokinena kila mtu inatakiwa kiwe cha aina ngapi? Moja. Aina moja. No. Ili kesho na kesho kutwa tusifike tena wenyewe huko mtaani tukaanza kurushiana mawe. Wewe sio hivyo, sio hivyo, wewe umepotoka, wewe unamfuata fulani, tukagawanyika tena. Tunatakiwa tupatane hapa hapa na kuelewana hapa hapa, ili tunapotoka hapa tunaenda kwenye mashambulizi, si ndio? Kabisa. Swali linakuja, mimi nianze kwanza. Kwa mfano, mimi hapa nimefuga samaki pamoja na kuku. Samaki nimefuga karibia 130,000. Bwawa kubwa sana. Wameanza kutoka, lakini bado hawajafikia kiwango ambacho nakitaka. Bado hawajafikia ukubwa nao utaka. Lakini pia nimefuga kuku kwa ajili yangu. Nimewafuga wa kienyeji tu. Sawa? Na ni wakubwa kweli kweli, majogoo yameshiba. Sasa inakuja swali kwa sisi. Je, vile vitu tunaruhusiwa kula samaki na kuku, au nikawafungulia wapeperuke na samaki hiyo natakiwa tuliweke sawa, ili kila mtu ajue kwamba huyu samaki ataliwa au hataliwa. Kama hawaliwi, nikawafungulie waende mtoni, maana wametazamana na mlolongo wa maji unakoelekea. Lakini bado sijamaliza. Lakini vile vile kuhusu kuku, nimewauliza hao tu kwa sababu ndio nilionao. Siwezi kuuliza kuhusu ng'ombe wala mbuzi, hapana, kwa sababu sina. Tunaelewana vizuri? Nauliza kile kitu ambacho kiko kwenye uwezo wangu, kwenye himaya yangu. Sawa? Samaki na kuku, tule au tusile? Tuendelee kula mboga za majani. Lakini kingine kuhusiana na swala la elimu na swala la kuendeleza vipaji, sijaona Ellen G. White alipokataza watu kwamba tusiendeleze maarifa. Siku za mwisho maarifa yataongezeka. Tukienda hivyo, ipo siku tutakuja hapa na toroli la ng'ombe linakokotwa na ng'ombe, tukisema sasa magari hatutaki kupanda, tutapanda haya matoroli, si ndio? Tunakoelekea. Kwa hiyo maarifa kama yataongezeka, je, yale maarifa tuanze kuyaepuka au tuyatumie yale maarifa kuweza kuendeleza neno la Mungu? Kwa sababu mimi singeweza kuonana na Pastor Ndacha bila kuwa na teknolojia ya mtandao. Nisingeweza kabisa. Ndacha nimeanza kumfuatilia muda mrefu, sikumuona live, lakini ni kwenye nini? Kwenye mtandao. Licha ya hata tangazo la kwamba hapa kuna mtandao, ni Masawe ndio alitangaza, nikaona hapa kuna nini? Kuna kambi. Unaona? Kwa hiyo je, vile vitu tuvitumie kwa manufaa au tuviache kwa sababu ni vya Babeli? Hapo. Hayo mambo matatu naomba nijibiwe kwa usahihi. Iwezekana kama maandiko yapo sawa, kuhusu wale wanyama, samaki na kuku. Alafu na hii ya mtandao. Hii ya teknolojia na maarifa yaliyopo sasa. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Pale kwa teknolojia, na nifikiri kwa tumepitia kidogo. Kwa teknolojia, unaweza pata wale ambao wanapinga teknolojia, wanasema ni mbaya, na tayari yeye mwenyewe ako na NIDA. Ako na nini? Ako na NIDA. Hiyo NIDA, nataka niwaulize swali. Hiyo NIDA, ni vyombo gani vilitumika pale ili akapata hiyo NIDA?
Si alienda akaweka vidole, akaweka kila kitu, si ndio? Haya, hiyo yenye wameweka vidole na simu yenye wameenda kununua huku itishwa vidole, ni gani mbaya zaidi? Kwa nini wanapinga simu na wapingi nini? NIDA. Kwa hivyo kwa mujibu wetu sisi tunaelewa ya kwamba hakuna mahali ambapo simu inatuadhiri ama inaingilia mahali na inatuharibia imani yetu. Hakuna mahali. Simu ni kama panga, yaani unaitumia kufyeka, lakini ukiitumia vibaya kuua. Mtu anaweza akatumia panga kukata nyasi, amefanya kazi mzuri, na mwingine akatumia panga kuua, amefanya kazi gani? Mbaya. Kwa hivyo simu tunakuwa nayo kwa tahadhari, unakuwa na limit. Tunaambiwa tuwe wenye wala hakuna mahali tumekatazwa tusitumie simu. Mimi sijaona hiyo andiko ama na kwa roho nabii ama kunayo. Bwana Yesu asifiwe. Ama ile ni White alishindwa kuona ama kuonyeshwa na Mungu. Lakini sasa hii ni teknoloji inapoongezeka, sisi tunakuwa nayo kwa kiasi, hatufai kupita mipaka. Kulingana na uelewa wangu. Kwa hiyo mifugo umesema kama tunaweza kula samaki ama nini? Kuku. Hiyo sasa ni ujumbe wa afya. Na tunapokuja kwa ujumbe wa afya, huwa tunafundisha watu madhara ya kukula hizo vitu. Itakuletea ugonjwa. Na pia Ellen White kipindi chake hizo vitu zilikuwa salama, akasema ukiwa utazifuga za kienyeji hizo vitu zinaweza zikatumika kwa kipindi, lakini akasema kipindi kijacho hazitakuwa nini? Salama. Kwa hivyo kwa yule ambaye amefuga, labda nitamsomea tu andiko moja kwa Biblia, 27 Mithali. Nafikiri ni 21. Inasema hivi. Hebu soma. Tunaambiwa hivi: kama utafuga kwa nia ya kukusaidia wewe kwa ajili ya kuongeza kipato, mimi sioni kama kuna shida. Lakini ukivifuga kwa ajili ya kuvitumia, hapo sasa wewe utakuwa unaenda kinyume na roho nini? Ya unabii. Haya, soma andiko 27:21. Nasemaje? Karibu ni kwa fedha 27:31. Angalia 27 27:26. Wanasema wanakondoo hufaa kwa mavazi yako. Wanakondoo naweza kawafuga kwa ajili ya kupata mavazi, na mbuzi ni thamani ya shamba. Na mbuzi ni thamani ya nini? Ya shamba. Kwa hivyo hizi vitu tutazifuga kwa ajili, na inaruhusiwa kwa ajili ya kipato. Lakini tunapofika kwa kula, hapo naangalia afya yako kulingana na vile ambavyo tumeshauriwa na roho ya nini? Ya unabii. Sijui kama kuna mwingine anaweza kaongezea hapo. Kuna mtu pale nyuma. Nikiwa nimebakisha dakika kama 11 peke yake. Haya, mpatie yule. Asante. Katika kitabu cha kutayarisha njia sehemu ya kwanza, sikumbuki sura na ukurasa, lakini habari nitaisema na mtaielewa, kwamba akiwa anaongelea masuala ya ulaji wa samaki, aliongelea kwanza namna wale samaki wanavyopatikana, na akatoa maelezo yafuatayo kwamba mahospitali mengi sana yameelekeza baharini mashimo yao ya kutupa zile takataka zinazotoka kule hospitalini, na samaki wanajirisha hizo takataka. Sasa hao samaki wakiwa wameshiba na wale takataka, japo tunawaona wana afya, lakini katika mwili wa binadamu hawaleti afya. Kwa hiyo akaeleza kwa mazingira kama hayo, samaki wa namna hiyo hawafai kuliwa. Kwa hiyo akaeleza watu wa Mungu kama wanahitaji kutengeneza afya zao vyema, basi waangalie na vitu wanavyovitumia kama vinaweza kuleta hiyo afya. Lakini kama havileti hiyo afya, waachane navyo. Tukija kwenye swala la nyama, bado kaeleza vizuri tu kwamba nyama nyingi sana ambazo leo zinatumiwa hazina afya, kwa sababu zinasafirishwa kutoka sehemu mbali
zinafika zinachinjwa, lakini bado wale wanyama hawajafaa kwa kuliwa. Sasa akaeleza hivi, ikiwa hao wanyama wametengenezwa vizuri, wamefugwa vizuri, bado wanafaa kuliwa. Na akaeleza kwamba hata yeye bado alikuwa na ng'ombe wake wawili na walitumia maziwa yao. Sasa mwisho akaeleza hivi, ikiwa hayo madhara yataendelea kuongezeka siku za mwisho, watu wa Mungu wajihadhari. Lakini pamoja na kujihadhari, waangalie wao wenyewe mbinu zilizo bora za kuweza kujikimu na hivyo vitu. Kwa hiyo haya ni masuala ambayo hatuhitaji mtu mmoja ashika akili ya mtu. Hebu nadhani hii tu iwe ni nafasi ya watu kufanya utafiti, tupate njia na mbinu zilizo bora. Kwa hiyo tunapofanya hitimisho liwe na ushauri mzuri. Sio kila mmoja anakuja na la kwake, huyu anashurutisha hivi, huyu anakuja hivi. Mwisho wa siku tunaweza tena kuanza kugombana hapa. Haya, asante. Kuna dada hapa, ni kwa ile swali. Haya. Bwana Yesu asifiwe. Hii swali la nyama linakuwa na mjadala mkubwa. Haya. Mimi katika kujifunza kuacha kula nyama, nilijifunza kwenye nukuu ya roho ya unabii kwenye kitabu kinachoitwa Mashauri juu ya afya, ukurasa wa 575 inazungumzia uchu wa nyama. Alafu Nuru kwa Kanisa ukurasa wa 271 inazungumzia makundi ya Waadventista, ambayo kuna makundi, yani kipindi ambacho hichi tulichopo, kuna wengine wataacha kula nyama na wengine wataendelea kula nyama kama vile General Conference leo wanavyoendelea kula nyama. Lakini katika Biblia nikapata fungu linalozungumzia aina za nyama. Inapatikana Wakorintho 15 mstari wa 39. Naomba niisome. Inasema hivi, Wakorintho wa kwanza 15:39, nyama yote si nyama moja, ila nyingine ni nyama ya wanadamu, nyingine ni ya hayawani, nyingine ni ya ndege, nyingine ni ya samaki. Hivyo mimi katika kujifunza nilijua nyama ni ile ya buchani na ya kuku. Baada ya kuendelea kujifunza nikagundua hata samaki ni nyama. Kwa mantiki hiyo nikaelewa kumbe hata dagaa ni nyama. Kwa hiyo ndo nikajifunza nini yani nyama zipo za aina ngapi. Kwa hiyo tunapaswa kipindi chetu hichi tusile nyama. Sio atulazimishwi, ila ujifunze uelewe madhara ya nyama. Na katika Mama White anasema yeye katika meza yake akiandaa chakula, meza yake ilikuwa imejaa matunda na mboga, na hata alipokuwa akipata wageni, mfano sisi leo tunajitetea kwamba eti mimi ndugu yangu ananitembelea somo Sabato, hajui ujumbe, kwa hiyo nampikia nyama ili yale. Mama White amekataa, anashauri kwamba mgeni ale hicho ulichokiandaa wewe, kwa sababu utamuhubirije kama wewe unasema mimi sili alafu unampikia. Kwa hiyo mgeni anayetufikia kwenye majumba yetu anatumia kile anachokikuta kwako wewe Mwadventista mwana matengenezo. Na hata kingine pia kuna nukuu ikashauri kwamba katika makanisa yetu haya kuna walimu wa watoto, ndo akasema hata yule anayekula nyama afai kuwa mwalimu wa watoto. Ni kosa. Mimi nilichokielewa katika nyama ndo hivyo. Haya, kwa hiyo huyu ameongelea kulingana na uelewa wake. Lakini kuna lile swali la yule ndugu bado. Haya. Sasa sijui tumalizane na hilo swali alafu ndio tukuje kwa swali la pili. Sasa mimi kile ambacho naelewa ni ya kwamba mwana matengelezo kusudi letu tunarudi wapi? Eden. Sasa nafaa turudi Eden. Tuone Adam alipoumbwa mwanzo alikuwa anakula nini? Aliruhusiwa kula nyama? Kwa hiyo muktadha wangu ndio mimi naweza nikajibu hilo swali. Kwa hivyo kama tunafanya matengelezo kurudi Eden, tujifunze ya kwamba maisha ya Adam hakuwa anakula nini? Nyama. Alafu pia hii ujumbe kama dada alivyosema juzi tulijifundisha ya kwamba isiwe kipimo ya kupima nani? Washirika. Maana kuna mwana matengenezo akijua huyu anakula nyama. Tunaona roho unabii likataa. Ikasema Ellen White mwenyewe anasema kwa meza yangu mimi mwenyewe sikuli nyama, sikuli siagi, lakini kunao wale ambao
wanakula. Na akasema jambo hilo lisilete mabishano wala zisilete mtafaruko, maana ni jambo la process, mtu kuelewa pamoja na kufanikisha kurudi Eden. Safari ya kurudi Eden si ya mara moja tu. Sasa unajibu kwa nyama? Sasa kuna wangapi wanajibu nyama? Kuna Komesha, kuna Masawi. Haya, naona niko na dakika 4. Sasa nipatie nani kujibu hilo swali? Haya, patia Masawi basi. Sasa nataka tu niwape nukuu hapa kidogo. Nasema hapa. Moja. Hii ni Ellen G. White Testimony for the Church volume 9 page ya 159. Nasema hivi: hatuwezi kuifanya tabia ya kula nyama kuwa kipimo cha ushirika wa kanisa, bali tunapaswa kufikiria ushawishi walionao waumini wanaokula nyama juu ya wengine. Sawa? Sijawahi kuhisi kuwa hii ni Council on Diet and Foods page ya 462. Sijawahi kuhisi kuwa ni wajibu wangu kusema kwamba hakuna mtu anayepaswa kuonja nyama chini ya mazingira yoyote. Kusema hivi itakuwa ni kupeleka mambo kwenye extremes, msimamo mikali. Sijawahi kuhisi kuwa ni wajibu wangu kutoa kauli za mkato. Inaeleweka vizuri? Ziko nyingi hapo zinashauri tawatumia. Ngasi kuhusu ufugaji, swala ile jamaa. Anasema hivi. Hii ni barua ya 14 mwaka 1998. Anasema hivi: kama tunaweza kupata kipande kidogo cha ardhi ambapo tunaweza kupata mboga zetu na kuwa na ng'ombe wa kutoa maziwa, itakuwa ni faida kubwa sana. Sawa? Sasa matengenezo ambayo anaiongelea hapa ni kwenda katika mazingira ambayo utazalisha wewe mwenyewe. Sasa ili somo linapaswa tu kulizingatiwa linapaswa tu kulipitiwa vizuri na lisitengenezwa kwa mkato tu kap. Naam. Linapaswa watu ambao wamebobea katika ujumbe wa Ellen G. White. Ndio maana kati mambo yanafanyika katika Biblia, Mungu anaita wale wastahiki. Wa nini? Wastahiki, watu waliojaa roho, watu wenye busara na uvumilivu. Hao ndio wanakuja kujenga fundisho kupitia Biblia na haya mazingira ambayo ni ya roho ya unabii. Kwa hiyo walimu wote ambao mtahitaji kufundisha masomo ya afya, na izingatiwe kabisa afya ni muhimu kabisa. Na izingatiwe kabisa kuacha nyama ni moja ujumbe wa afya. Lakini pia izingatiwe kabisa sisi ni mentor katika kanisa ambalo limechoka sana. Naam. Tuko pamoja namna tunapenyaje kufanya harmonize kanisa kupitia ujumbe ambao tuko nao. Bwana asifiwe. Amen. Kwa sababu ya muda nafikiri nitakuwa na kipindi ya afya. Si hilo swali, kama kutakuwa na mtu wa kuongeza tuipeleke kwa kipindi ya afya. Nafikiri walimu wa afya wametusikiliza hapa. Sasa kuna swali la huyu Komesha alikuwa na jibu, sijui kama ni hilo amepata, la makambi. Haya, mpatie mic tumalizie hapo. La makambi nadhani ni kitabu cha Wazee na Manabii sura yake ya 52 inayosema sikukuu za mwaka. Sasa hii kwa ndugu ambaye alikuwa ameuliza, labda tu kwa sababu ya muda mambo yameingiliana, lakini katika sura hii ukisoma tu kwa umakini kuhusiana na makambi, kwamba kuna makambi ambayo kama ambavyo tulisoma kwa wana wa Israeli ilikuwa ni mara moja kwa mwaka, sio ndivyo? Baada ya sikukuu ya upatanisho wanafuata makambi siku ya 15. Lakini ukiangalia kwamba tofauti yao na sisi leo ni nini? Sikukuu ni ile ile. Lakini wao ukija kusoma vizuri hapo, kwanza walikuwa na eneo maalum moja ambalo kila mwaka walipaswa wakutane pale, ambapo lilikuwa hekalu, ndipo ambapo watu wa Israeli wote kutoka maeneo mbalimbali wakutane pale. Lakini sikukuu ya makambi ambayo hiyo tabernakulo ambao walikuwa nafanya, kulikuwa na kuchinja, ambao kwamba walichinja wanyama kwa ajili ya nini? Ya sadaka. Leo sisi ukija kuangalia kwamba tofauti wao na sisi, tofauti ni nini? Kwanza sisi makambi yetu hayafanyiki kwenye eneo moja. Nabii anasema kwamba hii mikutano ya makambi iwe inafanyika maeneo mbalimbali, na hasa maeneo ambayo imani yetu haijafika. Tunaweza tukapanga labda kwamba kanda ya pwani, mnachagua eneo ambalo kwamba ujumbe wetu haujafika, mnafanya nini? Makambi pale, kwa sababu lengo la makambi katika wakati wetu
ni kupeleka ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na wangapi? Na watatu. Kwa hiyo sisi ukija kuangalia mikutano yetu ya makambi, utofauti wake unakuja kwamba sisi hatufanyie eneo moja constant, lakini sisi hatuchinji. Badala yake kwamba sisi tunachofanya kwamba makambi yanakuwa ni ya kuhamahama, lakini pia katika makambi yetu hatuchinji, lakini katika makambi yetu sisi yani hatuchinji maana ya sadaka ya wanyama ambao ilikuwa inamlenga Yesu. Maana ilikuwa anachinja ile kafara kwa ajili ya nini? Ya kumlenga nani? Yes. Kristo. Lakini ukija kusoma vizuri pale sasa nabii anasema kwamba kama ambavyo wenzetu waliweza kutoka maeneo ya mbali kwa ajili ya kuhudhuria makambi na katika mibaraka hiyo ya kiroho, nabii anasema sasa kwamba kwenye hiyo sura kwamba tunahitaji kuwa na sikukuu za makambi sasa. Asante. Kwa hiyo tunapaswa kuwa na makambi, lakini sisi tunaendeshaje tofauti na wao? Asante. Nafikiri tutakuwa na kipindi cha maswali. Naona kuna watu wamebaniwa sana. Kwa sababu ya muda na heshima mwenyekiti, acha tuachie hapo, lakini tukumbuke kwamba licha ya kuwa tunajiita wana matengenezo, somo letu ilikuwa nasema haje tuelewe kusudi la ujumbe wa malaika watatu. Tumejifundisha tukaona ya kwamba ujumbe wa malaika watatu haufai kututengani, bali kutufanya nini? Kutuunganisha. Na hilo ndio kusudi letu. Tunapoungana alafu mambo mengine tunaendelea kujifundisha kama pioneers walivyofanya. Pioneers walikuwa na tofauti mingi, lakini hakuna mahali pioneer mwingine alitoka kaanzisha shirika lake kama kanisa lake huko pembeni, ama kuliwahi kuwa. Kwa hivyo tofauti zitaendelea kuwepo, lakini zifanye nini? Zisitutenganishe, bali tuzitatue tukiziombea kama wao walivyofanya. Si tunasema tunarudi kwa misingi yao. Kwa nini tusifanye kama wao? Kwa hivyo Mungu atusaidie ili tuweze kuelewa kusudi la ujumbe wa malaika watatu. Wangapi wamebarikiwa? Bwana Yesu asifiwe. Basi tuamini na tuombe, pia tujiombee nafsi zetu pamoja na kuomba Mungu aendelee kutupa hekima namna ya kupeleka ujumbe huu wa malaika watatu. Asante Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo kwa kuwa nasi. Kwa kweli tumekuwa na kipindi kizuri. Bado kuna wengi walikuwa na ya kusema, ila kwa sababu ya muda tunaomba pia uendelee kutupatia uhai tena, ili tutakapopata muda tuendelee kujifundisha mengi yanayohusiana neno lako. Umetuambia kwamba tuwe kama Beroya. Mungu tunaomba usimame kati yetu tunapofanya kazi hiyo ya Beroya. Tusije tukakosea wala tusije tukaenda kinyume. Kila mtoto wako aliyepiga magoti, Mungu tunaomba utupe kusudi la kuelewa ujumbe wa mwisho wa rehema wa malaika watatu. Kuwa pamoja nasi tuendelee hapo na vipindi vingine, na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amina. Mungu awabariki sana kwa kunisikiliza. Pamoja tutafakari ujumbe ambao tumekuwa